Kwa hivyo leo tutaanza somo letu la tajwidi, ahkamu nuni sakinati wa tanwini. Sawa, kama tunavyofahamu, tunaposema tajwidi au hukumu, manake lazima zifuate zile yani ule usomaji mzuri wa Qur'an kama alivyofundishwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kama ilivyopokelewa na masahaba, manake ule usomaji ufuate taratibu. Yani kama unasoma Qur'ani, basi Qur'ani iwe katika ule mtiririko mzuri. Ndio lengo la kuletewa ufundishaji huu wa ahkami tajwidi. Leo tutaanza kipengele kinachosema ahkamu nuni as-sakinati wa tanwini. Tutasoma kipengele kinachosema hukumu ya nuni yenye sakne pamoja na tanwini. Sawa? Tunaposema tanwini, maana yake ni mkusanyiko wa zile fathaten, kisraten, dhumaten. Sawa? Ndio tunasema tanwini. Kwa hivyo nuni, ili uweze kutoa hukumu katika Qur'an, kwanza lazima uzingatie, uangalie kwamba imetangulia moja ya viwili hivyo tulivyovisema. Ima itangulie nuni yenye sakne, alafu ikishatangulia nuni yenye sakne kuna zile hukumu nne kama walivyosema hapa, linuni intaskun walitanwini. Ina nuni endapo utakapoitia sakne ile, sawa, walitanwini pamoja na nini ile tanwini, sawa, ina nini? Arba'u ahkamin. Ina hukumu ngapi? Nne. Hukumu nne ni zile ambazo tunazoambiwa kwamba kuna kitu kinachoitwa al-izhar, al-idgham, al-iqlab, al-ikhfa. Hizo ndizo hukumu nne, ambazo kila hukumu moja katika hizo nne zinakuwa na herufi. Utakuta kama vile izhari kuna herufi zake, herufi 6. Ukiangalia katika idgham pia kuna herufi 6, iqlabu ila herufi 1 na zinginezo. Sawa? Kwa hivyo lazima kwanza, kabla ya kutoa hukumu au kutafuta jibu la ile hukumu yako, kwanza zingatia kuangalia kwamba imetangulia nuni yenye sakne au kumetangulia tanwini. Ikiwa imetangulia nuni yenye sakne, utaangalia herufi inayofuatia. Je, herufi hii ni katika hukumu gani katika zile nne? Ni herufi ya hukumu gani? Ukishaona kwamba ni herufi ya hukumu gani katika zile nne, basi ndio utatoa nini? Utatoa hukumu. Utajua kwamba hii ni idgham na hii ni nini? Iqlabu au na zinginezo. Sawa? Sasa fakhudh tabiin, basi chukua nini? Ubainifu. Sawa? Chukua ubainifu. Fal awwalu al-izharu qabla ahrufi. Sawa? Hukumu ya kwanza katika zile nne, fal awwalu al-izharu qabla ahrufi. Hukumu ya kwanza ni izhar kabla ya herufi. Maana yake kama tulivyosema, kwanza itangulie nuni yenye sakne. Nuni yenye sakne. Au katika zile nne tulizosema, fathaten, kisraten, dhumaten. Sawa? Katika zile nne zile ni nuni yenye sakne imetangulia nyuma, utaangalia herufi ya mbele ni sawa. Herufi ya mbele ni herufi gani? Kisha utatoa hukumu. Sawa? Ndio lilhalqi sittu rutibat fal ta'rifi. Zile herufi za kooni, sawa, lilhalqi sittu rutibat fal ta'rifi. Kuna zile herufi za nini?
za kooni ambazo hutolewa. Ukisoma mwenyewe unasikia kabisa kwamba imetokea wapi? Imetokea kooni. Kwa hivyo hata katika usomaji, mfano man amana, unasikia ile inapotokea sawa. Sasa hizi herufi tunaambiwa zipo ngapi? 6. Faltaarifi, basi zinini? Zifahamu, sawa. Ambazo ya kwanza hamzun, fahaun, thumma ainun, hau. Kuna hamza alafu kuna he, kisha nini? Ain, he, sawa. Tunaelewana kidogo eh? Ndio. Tena muhmalatani, zisizokuwa na nukta hizo. Thumma ghainun, hau. Kisha inafuatia nini? Ghain alafu na he. Ukiangalia zote hizi herufi tunapata herufi ya kwanza ambayo ni nini? Hamza, nini? He, nyingine he, alafu he. Zipo ngapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, si ndio? Kwa hiyo tunakuja kuona kwamba herufi hizi, ili utoe hukumu katika hukumu ambayo leo tumeanza nayo, katika zile hukumu 4 ambayo leo tumeanza na nini? Izhar, al-izhar, ambayo izhar yenyewe inatakiwa wewe udhihirishe kile kisomo chako, sawa. Ndio tukasema ule mfano kama vile usema man amana, sawa. Ile man amana ukiitazama vizuri, man amana, unaona kuna nini hapo? Hapa hii alifu ndio sawa sawa na hamza, sawa. Utasema man amana, hapo umedhihirisha, sawa sawa. Au mfano kusema min khair, maana yake wewe hapo unaonekana umedhihirisha. Kwa hivyo kikubwa kila mmoja ahifadhi, atambue, apitie vizuri masomo yake, somo lake hili kisha na kutafuta ile mifano katika Qur'an. Unaangalia kwamba je, imetangulia nuni? Ikiwa imetangulia nuni, basi wewe itakupasa angalia herufi ya mbele ni herufi gani. Ukiona ni katika herufi hizi 4, basi tambua kuna nini hapo? Kuna izhar. Kwa hiyo katika ule ubeti wake inaimbwa hivi: linuni in taskun walitanwini arba'u ahkamin fakhudh tabini fal awwalul izhar qabla ahrufi lil halqi sittu rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u, sawa. Haya, nani ambaye kaelewa katika somo letu hili, ambaye anaweza kutupa mfano wa izhar? Hem, tuanze na Aisha. Mimi nimeelewa kuwa ukiona nuni yenye sekne na herufi ya hukumu yote, hapo kuna hukumu. Kwa mfano wangu mimi nilivyoelewa katika somo la leo, mfano wangu ni wa amma man khaffat. Nimeona nuni yenye sekne na herufi ya izharu ambayo ni khe, nikajua hapo kuna hukumu ya izharu. Vizuri sana. Vizuri sana. Huyo katuonesha mfano wa nini? Nuni yenye sakna inapokutana na khe, si ndio Kwa maana kapatia. Haya, mwingine alielewa kama hao waliotangulia. Tu. Mimi nimeelewa kuwa ukiona nuni yenye sakna au tanwini nyuma ya herufi ya izhar itakuwa unadhihirisha. Mfano wangu ni kama ifuatavyo: qul huwa naba'un 'azim. Qul huwa naba'un 'azim. Kwa maana hapo kuna tanwin, alafu mbele kuna herufi gani? Ya izhar. Haya, nani mwingine? Amina, tupe mfano. Kwa mimi nilivyoelewa, ukiona nun sakna au tanwini
mbele yake kuna herufi ya idhhar, hapo unadhihirisha. Ndio. Mfano, fa anta anhu talaha. Fa anta anhu. Anhu. Kuna nuni yenye sakina alafu kuna nini hapo? Kuna he. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuzitaka rehema na amani zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismi Usama, jina langu mimi naitwa Ummu Kurfumu Muhammad Samia Ibrahim. Ana talibatun fi madrasatil Istiqama, mimi ni mwanafunzi katika madrasa ya Istiqama Temeke Mwisho. Wakaftu amamakum, nimesimama hapa mbele yenu. Liaqraa lakum, ili niwasomeeni. Maddatal Qur'anil Karim, mada ya Qur'ani tukufu. Wal ana abtadi'u, na hivi sasa naanza. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Alhamdulillah, kila sifa njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu. Rabbil alamin, mola mlezi wa viumbe vyote. Arrahmani, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa. Arrahim, na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Maliki yaumiddin, mfalme wa siku ya malipo. Iyyaka na'budu, wewe tu ndiye tunayekuabudu. Wa iyyaka nasta'in, na wewe tu ndiye tunayekutaka msaada. Ihdinas siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka. Siratal ladhina, njia ya wale ambao an'amta alaihim, uliowaneemesha juu yao. Ghairil maghdubi alaihim, sio njia ya wale ambao uliokasirikia juu yao. Wala dhali, wala wale waliopotea, Mayahudi na Manasara. Wa ilahuna yakfi, na mpaka hapa inatosha. Wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'd. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuzitaka rehema na amani zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa majina naitwa Abdul Karim Rashid. Mimi ni mwanafunzi katika madrasa ya Istiqama Temeke Mwisho mji mpya. Ningependa kuwasomeeni maddatu sira. Islamu Hamza wa Umar. Alisilimu Hamza na Umar fi sanatil khamisa, katika mwaka wa 5. Aslama rajulani, walislimu watu wawili. Min kibali Quraish, miongoni mwa wakubwa wa Makuraish. Mashhurani, waliokuwa maarufu. Bilquwa, kwa nguvu. Washajaa, pamoja na ushujaa. Wahuma, nao watu hao. Hamza, ni Hamza. Amma nabii sallallahu alaihi wasallam, babake mkubwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa Umar bin al-Khattab, na Umar mtoto wa bin al-Khattab. Thani al-Khulafai al-Rashidin, ni wa pili katika wale maarifa waongofu. Wakana Umar kabla islamii, na alikuwa Umar kabla ya kuslimu kwake. Min a'zamil mu'arizina lil-imdad, miongoni mwa wakubwa wenye kupinga Uislamu. Walimuntakimina mimman aslama, na wenye kuwatesa Waislamu wale wenye kuslimu. Fa'azza Allahu al-Islam biislamihima,
basi akautia nguvu Mwenyezi Mungu Uislamu kule kusilimu kwao. Wakana almuslimun, walikuwa Waislamu, fi dhalika alwaqti, katika wakati huo, 40 rajulan, walikuwa wanaume 40, wa 11 mrata, na wanawake 11. Wa ila huna yakfi, na mpaka hapa inatosha. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuzitaka rehema na amani zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa majina naitwa Rahma Imani, nasoma saya Istiqama iliyopo Temeke Mwisho, mji mpya. Ningependa kukusomeeni tauhidi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Rabbi, Allah ndiye Mola wangu mlezi. Wa sayyiduna Muhammadun nabii, na bwana wetu Muhammadu ndiye nabii wangu. Wal Qur'anul Karimu kitabi, na Qur'ani tukufu ndiyo kitabu changu. Wal Islamu dini, na Uislamu ndiyo dini yangu. Wa ilahuna yakfi, na mpaka hapa inatosha. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd, ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuzitaka rehema na amani zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa majina naitwa Maulidi Omari, ni mwanafunzi kutoka madrasa ya Istiqama iliyopo Temeke Mwisho, mji mpya. Ningependa kukusomeeni mada ya hadithi. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie juu yake, al-ilmu hayatul islam, elimu ndio uhai wa Uislamu. Wa imadul iman, na ndiyo nguzo ya imani. Wa man allama ilma, na atakayefundisha elimu, atamma Allahu ajrahu, atamtimizia Mwenyezi Mungu malipo yake. Wa man allama faamila, na atakayejifunza na akaifanyia kazi elimu yake, allamahu Allahu ma lam ya'lam, basi Allah atamfundisha yale asiyajua. Rawahu Abu Shaykh, hadithi hii imepokelewa na Imamu Abu Shaykh. Wa ilahuna yakfi, na mpaka hapa inatosha. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah bil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuzitaka rehema na amani zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa majina naitwa Hussein bin Rehan, mimi ni mwanafunzi katika madrasa ya Istiqama iliyopo Temeke Mwisho, mji mpya. Mimi hapa ningependa kuwasomeeni mada inayoitwa fiqh, shurutu salat. Ndugu zangu na Waislamu, pale tunapozungumzia swala, basi hatupasa kutambua kuwa swala ina faradhi zake na sharti zake. Mimi ningependa kuzungumzia sharti za swala.
Shurutu salat, sharti za kuswali swala. Shurutu salati 8, sharti za kuswali swala ziko 8. Taharatu alhadathain, kwanza kutaharisha na hadathi mbili. Taharatu ani najasati fi thawbi, na kujitaharisha kutokana na najis katika nguo. Wal badani, na mwili. Wa makani, na sehemu ya kuswalia. Wa istiqbalu qibla, na kuelekea qibla. Wa dukhulul waqti, kuingia kwa wakati. Wa satru aurati, na kustiri tupu. Wal ilmu bi fardhiyatiha, na utambue ule faradhi wa swala. An la ya'taqida fawzan min faradhiha sunna, na wala asiitikadie kuwa miongoni mwa faradhi za swala kuwa ni sunna. Wa ihtinabul mubtalat, na kujiepusha na vile viharibifu vya swala. Ndugu zangu Waislamu, hii ndio sharti za kuswali swala. Ila huna yakfi, na mpaka hapa inatosha. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluhu. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuzitaka rehema na amani zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa majina naitwa Zabibu Shamte, ni mwanafunzi katika madrasa ya Istikama. Ningependa kuwasomeeni maddatul Qur'an. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basar khasi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin wa atadna lahum 'adhabas sa'ir. Walilladhina kafaru birabbihim 'adhabu jahannam wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. Wa ilahuna yakhfi, na mpaka hapa inatosha. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuzitaka rehema na amani zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismi usamma, jina langu mimi naitwa Rumaisa Shaha Zainabu Isa. Ana taribatun fi madrasatil Istikama, mimi ni mwanafunzi katika madrasa ya Istikama. Waqaftu amamakum, nimesimama hapa mbele yenu. Liaqra'a lakum, ili niwasomeeni. Maddatal Qur'anil Karim, mada Qur'ani tukufu. Wal ana abtadi'u, na hivi sasa naanza. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu
mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Qul, sema ewe Mtume kuwaambia makafiri, huwallahu ahad, yeye Allah ni mmoja. Allahu samad, yeye Allah ndiye mwenye kukusudiwa. Lam yalid, hajazaa, walam yulad, na wala hajazaliwa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, na wala hana kufanana na. Sadaqallahul azim. Wa ilahuna yakfi, na mpaka hapa inatosha. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, kuzitaka rehema na amani zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa majina naitwa Abdul Karim Ngoye, ni mwanafunzi katika madrasa ya Istiqama iliyopo Temeke Mwisho, mji mpya. Ningependa kukusomeeni mada ya sira. Maulidu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unida Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alizaliwa bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi shahr Rabiul Awwal, katika mwezi wa mfungo sita, bimakkatil mukarrama, katika mji wa Makka mtukufu. Wamata fil madinatil munawwara, na akafia katika mji wa Madina wenye nuru. Wasmu abihi, na jina la baba yake Mtume Abdullah, anaitwa Abdallah. Wasmu ummihi, na jina la mama yake Mtume Amina, anaitwa Amina. Wa ilahuna yakfi, na mpaka hapa inatosha. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuzitaka rehema na amani zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa majina naitwa Nasri Yunus, ni mwanafunzi katika madrasa ya Istiqama iliyopo Temeke Mwisho, mji mpya. Ningependa kukusomeeni asmau shuhurul arabia, majina ya miezi ya Kiarabu. Wal ana abtadiu, na hivi sasa naanza. Muharramun, fungo 4. Safarun, fungo 5. Rabiul awwal, fungo 6. Rabiul akhir, fungo 7. Jumadal ula, fungo 8. Jumadal akhira, fungo 9. Rajabun, fungo 10. Shaabanun, fungo 11. Ramadhanun, fungo 12. Shawwalun, fungo 1. Dhulqada, fungo 2. Dhulhijja, fungo 3. Hadhihi shuhurul arabia fil islamia, hii ndiyo miezi ya Kiarabu katika Uislamu. Wa ilahuna yakfi, na mpaka hapa inatosha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du.
Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuzitaka rehema na zimshukie mjumbe wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismi Usamma, jina langu mimi naitwa Sofia Shabani. Ana talibatun fi madrasatil Istiqama, mimi ni mwanafunzi katika madrasa ya Istiqama Temeke Mwisho. Wakaftu amamakum, nimesimama hapa mbele yenu, ila qura'alakum, ili niwasomeeni maddatal hadisi, mada ya hadisi. Wala ana bitadiu, na hivi sasa naanza. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie juu yake, as-salatu imaduddin, swala ndiyo nguzo ya dini. As-salatu miftahu kulli hairi, na swala ndiyo ufunguo ya kila heri. Wa ilauna rawahu Laqib, na hadisi imepokelewa na Imamu Hakim. Wa ilauna yakfi, na mpaka hapa inatosha. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Biba Khatib. Majina matatu ya Mtume: Muhammad bin Abdullahi bin Abdul Muttalib. Kwa majina naitwa Ruqayya Said. Masahaba wa tano. Wa kwanza Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, Uthman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, Abdullah Zubairi radhiyallahu anhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Watukufu wa Islam, kwa majina anaitwa Abu Bakar Hassan Kisodia, ni mwalimu wa madrasa hii ya Istiqama. Kwanza kabisa nitoe shukrani za dhati kwa ugeni huu uliotufikia katika madrasa yetu. Ama kwa ufupi, madrasa yetu kama walivyoeleza ipo Temeke Mwisho, eneo ambalo maarufu wanapaita kwa Mwinyi, mji mpya hapa. Madrasa yetu, historia kwa ufupi ni kwamba ilianza tarehe 15 2014, ndio mwanzo wa madrasa yetu ilipoanzishwa. Imekwenda kidogo, jengo lilikuwa si hili, jengo lilikuwa ni jingine, lilikuwa limechakaa kidogo. Kwa hivyo tukawa tumehitaji kulibadilisha jengo hilo. Alhamdulillah, tukakaa vikao na wazazi. Kama tunavyofahamu, changamoto za wazazi kidogo ikawa wanasuasua katika utoaji wa michango ili kuendeleza jambo la ujenzi wa madrasa yetu, kuikarabati madrasa yetu. Lakini alhamdulillah akajitokeza ambaye yeye alifanikisha katika zoezi la ujenzi wa madrasa yetu. Alisimamia kadiri alivyowezeshwa na Allah, akawa ametujengea jengo hili ambalo tunaliona hivi sasa. Lakini ilifikia hatua akasema, bwana, hapa inatosha kwa mimi, kulingana na changamoto ya maisha ambayo yaliyomkumba, manake kidogo mazingira fulani yalikuwa hayapo sawa. Kwa hivyo akatuambia, bwana, mimi nimejitolea vya kutosha na alhamdulillah kidogo na changamoto, kwa hivyo hapa nilipofikia inatosha. Kwa hiyo akawa amebakiza sehemu ndogo sana katika ujenzi wetu huu wa madrasa yetu. Ilikuwa ni amebakiza tiles. Alhamdulillah tulijichanga, tumefanikisha tiles tumeweka. Lakini pia
changamoto iliyokuwepo kwa sasa, tuna changamoto kama mbili tatu nadhani. Changamoto ya kwanza ni changamoto ambayo inatuhusu sisi kama walimu, ambao mimi nayezungumza hivi sasa hapa, mimi ni kama kwa sasa nadhani kama mwalimu mkuu tukishirikiana na mwenzangu Sheikh Shaban. Tunashirikiana katika hili suala la kuendeleza dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Changamoto ndo zile ambazo zimezoeleka katika masuala ya ada. Kidogo tunafahamu changamoto ya wazazi, utoaji wao umekuwa ni hafifu kidogo, wanasumbua hapa na pale. Hiyo ni changamoto ambayo imezoeleka. Lakini changamoto tuliyokuwa nayo kwa sasa ni changamoto ya choo chetu. Choo cha madrasa kimejaa. Tokea 2014 choo hiki kinatumika na wanafunzi, kwa hivyo kimejaa, na hivi sasa tupo katika changamoto hiyo. Tunaangalia namna gani jinsi ya kutoa ule uchafu uliojaa katika choo chetu. Changamoto nyingine ni changamoto ya feni. Yule bwana alipoishia katika ujenzi wake, yeye alishia kama tunavyoona jengo letu hili. Manake changamoto kidogo ni joto kama hivi tunavyoongea hapa, joto linatuumiza kweli. Wakati mwingine hata ile hamu ya kusoma watoto wanakuwa hawana kulingana na mazingira ya joto. Eneo letu kwa haraka lipo katika sehemu ambayo lenye watu wengi. Tunafahamu Temeke Mwisho hapa ni sehemu ambayo kulikuwepo kuna kota za serikali zamani, lakini ziliondolewa. Kwa hivyo kwa maana hiyo hapa kwa sasa hivi kuna gereji wanafanya. Watu wa gereji. Kwa hivyo watu wapo wengi, mtu anaweza kadhani kwamba sisi tuna udhamini, lakini kiukweli hali za kimadrasa nadhani zinafahamika. Kwa hivyo hapa changamoto kubwa ni feni na choo. Choo kimejaa, lakini feni hapa zinahitajika hata kama 2 hivi. Labda na rangi kama itawezekana inshallah. Manake rangi yenyewe hii ya ndani imepakwa tu kama dharura tu. Lakini kama utapata mtu wa kutupendezeshia zaidi ili mazingira yazidi kuimarika yawe mazuri, basi tutashukuru inshallah, na Allah atamzidishia, atamuongezea katika kile alichokuwa amekitoa inshallah. Wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.